vizuri. Sina tabia za kimbea. Na unapata hapo mtu wa kiume. Sasa mikazo. Nikwambie. Mama hapa, mwanzo mdogo niko na ukimwi. Yaani ulivyokuwa mdogo? Niko na ukimwi lakini nilikuwa mdogo. Ndio nilikuwa na wewe ugonjwa. Lakini sasa hivi yako nimepona. Au tunataka tu tukaianze. Kunywa taratibu. Kunywa taratibu. Tukaianze baby. Ngoja nimwambie mhudumu akuongezee zingine. Ongeze baby. Au kuanzia hapa. Baby kuna ile style ya hivi. Sirudi. Yes, Chei Backup Chei kwenye Instagram, TikTok na mitandao mingine mingi ya kijamii ameweza kuwa nominated kutokana na wale ambao huwa wanaandaa tuzo za wale content creators, comedian ambao huwa wanafanya vizuri zaidi namna ambavyo wanaandaa content zao na zinakwenda sana mjini, kwa maana engagement inakuwa kubwa kweli kweli. So watu wameweza kumcompare sana kwenye best 3 wanaotajwa, kwa maana Leonard Butingi, Leonardo pamoja naye Chei. Chei ni rafiki yake mkubwa sana na Stani Bakora, na si comedian wa muda mrefu, ila mashabiki wameamua kumpokea zaidi kwenye mitandao ya kijamii siku za hivi karibuni. Hebu angalia namna ambavyo wametengeneza content hizi ambazo tumeweza kuzichukua, alafu ache comment yako nani ambaye anafanya bora na vizuri zaidi. Sasa mpenzi, kama nilivyokuambia juzi, leo ndo ile siku yetu, boys day out. Natoka na marafiki zangu, we drink, we have fun. Unajua stress tena wanaume. Ndio leo. Ndio. Live location yako iko wapi sasa? Sijawasha. Msaidie kuwasha. Niwasha location. Haina shida. You know, mimi na wewe haina shida. Nawasha. Alafu mpenzi, uko unapoenda mna wanawake? Darling, nisikilize. Ni boys day out. Sio girls day out. Hakuna mwanamke, trust me. Do you trust me? I'm your man. Okay. Ndio. Basi niambie neno zuri. Neno zuri. Yanga bingwa. Bana nilikuwa serious. Hapo nilipo serious, sababu nilete matani sasa. Hamna bwana, kama ya baby. I love you. Mjomba kidogo wewe. Mali yangu. Unanijulia sana. Mimi nawaambia wadogo zangu. Kwa tunakuwa ngapi leo? Nijue na cheki pisi ngapi hapa kwa kipusa? Mimi na mwanangu mmoja hivi Mwarabu anatimba muda sio mrefu. Una marafiki wengi na wewe? Sasa mimi si mtu wa watu. Au sio? Chap chap sasa tusilaze damu. Oho. Barida. Kama kawa. Unyama? Kama kawa. Mwarabu wewe? Bana huyo. Hapa akishua nini? Hadi mapema wakishua huyo. Ananukia. Mafuta mengi. Hatari. Unyama? Karibu mwanangu, kosikia? Pisi 16 zinatosha? 16. Zinatosha. Wale mtumie message kipusa hapa. Pisi muhimu. Unasemaje? Umesikia Mwarabu? Bila huyo mwanangu nisingewajua watoto. Sasa unasema hivyo. Yaani ungetulia na mimi kabisa mdogo wangu. Ungejua hadi wakubwa. Kwa sababu mimi nilikuwa nakupigia pasi ya upendo. Nakumbuka. Xavi Iniesta Busquets. Sasa umesikia mwanangu? Umeona jamaa ana machimbo kibao hapa Bongo. Lakini sasa chimbo lake moja tu hapo Masaki. Noma manywele. Anasemea chimbo la Masaki lile. Mdogo wangu lile la Masaki kwanza lile. Mawaziri diplomat. Watu high class, high end. Bila mimi uingii pale. Wote tukitoka hapa tunaenda. Lazima mimi kila siku kabla sienda nyumbani hivi naenda pale kutia saini. Lazima. Abujubuju. Akijua. Mke wangu? Hana akili. Mke wangu? Hana akili hiyo. Mimi namjua. Wewe hana akili hiyo. Wewe bwana fundi. Yaani unasikia? Mke wangu miaka 6 yupo hapa. Hapa. Anacheza tu. Yupo hapa. Afsio yeye tu. Hadi uko wake wote. Kwa sababu juzi alikuja kazini yake mmoja mweupe kama yeye vile. Amenyoka hivi. Cheupe chembamba kizuri. Vitu vyangu. Sasa nani Yesi akaenda kazini? Mimi nikabaki na kazini. Na mimi nikaingia kazini kwa kazini. Kazi. Sasa hivi mjamzito. Mtoto wangu hajui. Hiyo damu yangu lazima nijali kidogo. Damu nzito kuliko maji. Alafu ng'ombe hazeki mahindi. Unajua na akili sana. Sijawaambia. Ngoja nionyeshe picha hapa. Cheki hiyo. Rangi zako. Ananielewa rangi zangu huyo. Hii mama ina miaka 55. Ana pesa chafu. Yupo wizara michezo pale. Hajatosheka anataka michezo yangu sasa hivi. Afisi muuni. New football season. Sasa mimi nawaambiaje? Mademu wanitesti.
Mimi nawapanga tu, akitoka wewe anakuja huyu. Akitoka wewe anakuja huyu. Kwa sababu mimi bado nipo vizuri. Jointi. Mazoezi. Mimi mtu mazoezi. Mimi mtu mazoezi unaambiwa. Au unasemaje mzee? Vipi asali yao? Usiniite hivyo. Ni Rashidi. Oya Mwarabu vipi? Usio Mwarabu. Huyo mwenye. Sasa mbona ulikuwa unanizungusha? Babe bwana. Kwa mimi nilikuwa nakuzungusha basi. Wewe mwenyewe tu ulikuwa hujanyokaga na vilasta vyako hivi. Sio maana hapa sasa hivi ulivyolipia hela mchezo majina matatu, ukaninunulia mwenzangu na losheni mambo ya yupi ya kugra. Sasa ulichonichanganya baby. Ulivyoniachia mambo ya bia haya. Sasa na alafu mwezi wa kwanza nini? Nikilaga na kwa gawa moto vipi? Tena na kuwa mtamu balaa baby. Kunywa. Nakunywa baby. Hii jambo dogo. Mimi sijaelewa ujue. Umesikia? Tuenze tukafanye yetu. Hizi tutazirudia na mwambie yule anahifadhi. Hilo limeisha hilo baby, limeisha hilo. Yaani nikaichape haraka. Yaani si haraka utaichapa mpaka moni. Wewe haraka hiyo nani atakuruhusu? Yaani mpaka moni ninavyokuambia, mpaka mashuka yachanike. Sasa. Yaani nakwambia, leo nataka kuja kufua asubuhi tutawanyosha. Naenda kujipigia tu. Baby, afu mimi unajua nikwambia kitu. Mimi mmoja nikilewa. Yaani mimi kupa siri zangu yaani kitu cha kawaida. Sema mbona kupa siri utakwenda kuyaanika. Mimi hiyo sio nzuri. Sina tabia za kimbea. Na unapata hapo mtu wa kiume. Sasa mikazo. Nikwambie. Mama hapa. Mwanzo kwa mdogo niko na ukimwi. Yaani ulivyokuwa mdogo? Niko na ukimwi lakini kwa mdogo. Ndio nilikuwa na wewe ugonjwa. Lakini sasa hivi yako nimepona mwanzo. Kunywa taratibu. Ngoja nimwambie mhudumu akuongezee zingine. Ongeza baby. Au kuanzia hapa. Baby kuna ile style ya hivi. Sirudi. Hii ni The Purple Estate, usiache kusubscribe na kutani on notification bell wa kwanza kupata taarifa kwa maana latest updates, lakini trending zote kuhusu muziki na mambo mengine tunakuwa tunazitoa hapa ili uweze kuwa mwanafamilia mkubwa kabisa. Usahau pia kunifollow pale Instagram Don Balabala.